Ukikaa na mwana Simba yoyote sasa hivi ukizungumzia kuhusu wachezaji ambao hawataki ndani ya klabu ya Simba, watakutajia wachezaji wengi sana, na kati ya wachezaji ambao washabiki wa Simba hawataki hata kuwasikia ni pamoja na Joshua Mutale. Lakini cha kujiuliza ni kwamba msimu uliopita Joshua Mutale alichezea klabu ya Simba na alifanya vibaya sana mwanzo wa msimu. Kabla kumaliza msimu vizuri na namba zake zikawa zinasoma vizuri, alionekana kama ni budo ambaye ni mpya, kama vile mchezaji fulani ambaye alikuwa anaanza kufufua matumaini ya wanasimba. Hata katika mchezo ule wa kombe la shirikisho finali pale Zanzibar dhidi ya RS Berkane, Mutale ndiye aliyefunga bao la kwanza kwa upande wa Simba. Lakini cha kujiuliza ni kwamba wakati washabiki wa Simba pamoja na watu mbalimbali wanamkataa Mutale, jiulize, chini ya kocha wa kwanza kuondoka msimu huu hapa, Fadlu Davids, alikuwa anamkubali sana Joshua Mutale, na muda mwingi hata pale ambapo watu walikuwa wameshamkatia budo tamaa, kocha Fadlu Davids bado alikuwa anaendelea kumtumia Mutale. Lakini hata baada ya kuondoka kwa Fadlu Davids, meneja mkuu wa klabu ya Simba ambaye amefungishiwa virago siku mbili zilizopita hapa, Dimitar Pantev, naye alikuwa anamtumia Joshua Mutale. Ukiangalia kocha wa sasa wa muda Selemani Matola, naye bado anaendelea kumtumia Mutale. Sasa hapa utajiuliza, je, Mutale kwa nini anaendelea kutumika kama sio bora katika eneo ambalo anacheza? Jibu ni rahisi sana, ni kwamba kwa watu ambao wanaangalia mpira huko nje watakuwa na mawazo yao pamoja na maoni yao, lakini kwa kocha ambaye anaangalia mazoezi ya timu ya Simba na kuyasimamia, anaona kile ambacho budo anakifanya ndani ya uwanja wa mazoezi, na ndiyo maana kila kocha amekuwa akiendelea kumpa nafasi budo, na kila kocha amekuwa akiendelea kumwamini Mutale na kumpa nafasi, licha ya kupoteza nafasi za wazi, kufanya dribbling ambazo kuna wakati hazina msingi, kuchelewa kutoa pasi, lakini kutokuwa na maamuzi ya haraka zaidi kama vile ambavyo watu wanahitaji, ila bado ameendelea kuaminiwa. Kwa hiyo sasa utajiuliza wewe mwenyewe kwamba inakuwaje kila kocha anamchezesha Mutale? Je, ni kwamba hakuna winga mwingine ambaye yupo ndani ya Simba mwenye ubora sawa na Mutale? Je, aina ya mfumo wa klabu ya Simba lazima Mutale acheze? Lakini je, aina ya uchezaji wa Simba ni kwamba ni lazima watumie wingbacks ambao mara nyingi ndio wanaopandisha mashambulizi? Kwa sababu ukiangalia katika modern football, winga mara nyingi unamwona akiwa amerudi nyuma kukaba pale ambapo timu imezidiwa. Kwa Mutale imekuwa tofauti. Yeye mara nyingi anasimama katika eneo lake ambalo anatakiwa awepo, na akisogea sana amesogea katika eneo la katikati ambapo anaenda kucheza kama namba 10, au kuna muda anaenda kucheza kama namba 9 kivuli, lakini muda mwingi anarudi pembeni katika nafasi yake ya winga. Hata pale ambapo timu inazidiwa, umeona akirudi nyuma. Si ajabu kumuona Selemani Mwalimu kama ataanza kwenye kikosi cha Simba, kuna muda wakati Simba inashambuliwa, au kama Selemani Mwalimu amerudi nyuma kuisaidia timu, au kuna muda unamwona Mukwala kwenye mpira ya vichwa pale ambapo Simba inapigiwa kona na mpinzani, utamwona mshambuliaji kama Mukwala au So, utaona wote wako pale ambapo timu inapigiwa kona katika ile eneo ili waweze kuisaidia timu kuondosha mpira na kisha kwenda mbele. Budo mara nyingi anasimama mbele, wala hata hana muda, akisogea sana kasogea katikati ya uwanja. Lakini swali bado linarudi pale pale, walimu wote wamekuwa wakiendelea kumtumia na kumwamini. Kwa hiyo tukiclarify hii topic ya Mutale, ni kwamba Simba aina yao ya mashambulizi yanategemea sana mawinga ambao wanaenda mbele na kupiga crossi ambazo zinatakiwa zimkute mshambuliaji ndipo aweze kumalizia. Kwa ndo maana katika timu hii ya Simba ambayo tunaiona hivi sasa, Mutale hataachwa na tutarajie kuendelea kumuona akiendelea kuzima pale kwenye kikosi cha Simba, kwa sababu hakuna wachezaji ambao wana qualities ndani ya kile kikosi, na hakuna mchezaji mwenye quality pale Simba ya kumweka Mutale nje, kwa sababu wachezaji wengi sana wanafanana na wanatofautiana vitu vidogo vidogo mno, na ndio maana Mutale amekuwa akiendelea kucheza. Kwa kila kocha ambaye anafika ndani ya kikosi cha Msimbazi ataendelea kumwamini budo na kumpa nafasi mpaka pale ambapo Simba itatafuta winga mwingine ambaye atakuja kumpa Joshua Mutale changamoto.